Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, na kukaribisha mara tena kuweza kufuatilia taarifa zetu za habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Na huu ni muda wa taarifa yenyewe ya habari. Tuanzie na huko Rugezi ambako wamepelekwa mjini Uvira waasi wawili wa M23 waliojisalimisha kwenye kambi ya wazalendo wa FABB wake kamanda Ngoma Nzito pa Rugezi tarafani Fizi, ambako mateka hao wamedai kuwa ukosefu wa dawa na chakula ni sababu kubwa iliyowapelekea wao kujisalimisha. Akizungumza na TV yako, Bwana Strategy na Mubamba, msemaji wa kundi la FABB, ameanza kwanza kuonyesha namna harakati ya waasi hao kujisalimisha ilivyokuwa. Sasa juma mbili waasi wawili wa M23 waliweza kujiripoti kwenye kikosi cha CPLC FABB hapo kwenye wilaya ya Rugezi, usultani wa Bashimasi, tarafa la Fizi, tukiwa jimboni Kivu ya Kusini. Mateka hao wanadai kwamba walitoka tarafani Ruchuru, wote wawili, moja na umri wa miaka 35 na mwingine ana umri wa miaka 40. Walitokea Ruchuru wakadanganywa kwamba wanakuja jimboni Kivu ya Kusini kuendesha shughuli za kuuzisha maziwa na pia kuchunga ngombe. Lakini kwa ghafla wakishtushwa walipowasili kwenye maeneo ya Kageregere, wakashtushwa wanapewa silaha, wakielezwa kwa silaha ndio itawasaidia kisha kwenye maeneo ya Minembo, mahali ambapo wataendesha shughuli zao za ufugaji na pia uchuuzi wa maziwa. Ndio sasa hawa wanadai kwamba waliweza kujitoa kwenye kikundi cha M23 kwa sababu wanasumbuka sana huko kwenye maeneo ya Rugezi, wanakosa chakula, wanakosa dawa, wanakosa chumvi, wanakosa vitu vingi ambavyo vinaweza vikawasaidia kwa kuishi, kwa sababu hali kwa sasa ya watu kwenye maeneo ya Rugezi mbaya kwa sababu ya ukosefu wa chakula, ndipo angalau waweze kunusuru maisha yao. Baada ya kuwashika, labda upande wa FABB mlijikomporte namna gani? FABB ni kundi ambalo linaheshimu haki za binadamu. Wakati waliweza kushikwa, kisha kupewa chakula, wakapewa mavazi, wakapewa madawa, kwa sababu miongoni mwao walikuwa wagonjwa, na ikabidi wawapeleke kwenye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndipo tuweza kuwaripoti kwenye jimbo la 33 la kijeshi la FARDC hapo Uvira, ndipo waliweza kupokelewa na kwa sasa wanapatikana chini ya ulinzi wa jeshi la taifa kutoka jimbo la kijeshi la 33 la FARDC. Mwisho, Bwana Strategy na Mubamba ameongeza kuwa waasi wengi walioko maeneo hayo ni vijana wadogo wanaodanganywa kwamba wanakuja kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali, hasa kuchunga ng'ombe. Wote wawili walikuwa na silaha mbili na pia na risasi zilikuwa ndani, na pia walikuwa na buruneti mbili. Walio wengi miongoni mwa ambao wanatumikishwa ni vijana wadogo ambao waliweza kushikwa, wengi wao kwenye mashule za huko jimboni Kivu ya Kaskazini Rwanda, na wakaja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa malengo wa moja wao kuendesha shughuli za biashara, kuendesha shughuli za kufuga ng'ombe. Lakini walipofika huku wakatiwa wakatoa silaha ili kwamba waweze kuchangia wa kuweza kuyumbisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa wanachoka kwa sababu hali inayoishi ni mbaya, wanachoka na mateso ambayo wanayatia, ndio wanaamua kutoa. Kukuta kwamba hawana malengo, wanapigana tu kwa sababu ya maslahi ya nchi ya Rwanda ambayo inataka kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huko Baraka ni kwamba kazi za ujenzi wa barabara na uongozi wa meamuji wa Baraka kupitia tozo za wananchi pangwa kuzinduliwa Ijumaa ya tarehe 24 Oktoba 2025. Ndivyo amehakikisha yome kwa muda wa mji wa Baraka Bi Marie Mukanja. Kwenye mazungumzo na TV yako, Bi Marie Mukanja Swazi amesema kupitia pesa ndogo ambayo tayari imekwisha kupatikana ndipo wameazimia kuanzisha kazi hiyo. Nitambia raia ya kwamba tulikosea, tulikuwa na mashida mbalimbali, na ndio maana tulizulika
kulanse ile projet. Mekendaomba raia wajue kwamba vendredi tutalanse ile projet na 10h, na raia wote wanaalikwa pale. Itakuwa pembeni na Pentagone pale kwa motare banaikaliaka wa Transcivile, njo tutafanza ile kazi. Manake tutajenga ile barabara kuanzia pale kwa Échangeur kuteremuka ku Aibaz kule chini ku beach ku Poro. Na ndaenda kuwashukuru sana wafanyabiashara, tena na wapa nguvu waendelee kufanya hii bidii hapo juu bila hebo hatungilifanya kitu na hatungiliweza kitu. Na naenda kuwashukuru sana na napatia market, tunawaunga mkono baendelee kwa hii juhudi yenye wanafanya juu ya ujenzi wa vile yetu ya Baraka. Na huko Uvira ni kwamba kutafakari juu ya kuchangia na kuingilia kati juu ya kutatua mzozo unaoibuka kati ya gavana wa jimbo la Kivu Kusini dhidi ya baraza la bunge la jimbo hilo ndio ilikuwa lengo kuu la mkutano usio wa kawaida ulioandaliwa na shirika jipya la raia pa Uvira. Kwake Mafikiri Mashimangu, mratibu wa muundo huo, ameonyesha kuwa ni wajibu wao kama mashirika ya raia kuingilia kati juu ya mgogoro huo wa bunge na gavana ili usizushe vinyume vingi, hasa kipindi hichi ambako nchi ya DRC iko katika vita. Mafikiri ameeleza fuatayo. Tulifanya kikao na tumemaliza saa hii kwa sababu unajua kwamba pako tension entre gouvernement provincial na assemblée provinciale. Effectivement kati ya kuitisha gouverneur akuye ku répondre à l'assemblée provinciale. D'abord il faut kujua kama c'est un exercice démocratique, que c'est normal, ça revient kwa député kufanya kazi kuinterpeller kiongozi pour qu'il réponde à certaines questions, c'est normal. Mais il faut connaître kwamba le contexte sécuritaire, nous comme la nouvelle civile, ni kulomba les députés baiser de la sagesse parce que l'objectif principal est de déstabiliser les institutions de la province. On a besoin de ce même mesure pour que ce comité contienne raïa. Mais nous encourageons les députés l'initiative à ma plaidoyer de pression pour quand même les autorités vont revenir pour raison pour l'intérêt des questions sécuritaires et développementales de la province. Tunapashwa kuutiliser sagesse kwa sababu sagesse que les députés wanapaswa kuutiliser plus de la sagesse kwa sababu le moment iko tellement compliqué, mais aussi il faut connaître kwamba tuko naogopa wakati pako déstabilisation ya mansion provinciale inaweza profiter peut-être Kinshasa kuanza kuadopter quelque chose qui n'est pas quand même souhaité par rapport à la population Kivu. Tulivalomba donc les députés, d'abord c'est leur droit, tu vas encourager, mais on n'a pas utiliser de la sagesse maintenant et même pour proposer pour aller très loin et va faire une réunion interrégionale ou ministérielle, interministérielle pour discuter ensemble pour aller des solutions. Ma courage pour aller les initiateurs parce que vraiment parmi les voix les responsabilités du gouvernement il y a des députés dans le cadre d'un exercice patriotique. Non ni kawaida d'abord nous comme shirika jipya la kiraia tunafanya tunapana point de vue yetu et tunalomba la sagesse de tout un chacun. Mais comme c'est ni kwa encourager les députés, les initiateurs, mais utiliser maintenant de la sagesse mukazi batafanya parce que le contexte sécuritaire parfois il faut tenir compte na l'avons aussi à appliquer la pamoja, peut-être aussi des solutions quand même louables kadi ya kuangalia ya pour éviter des tensions et de stabiliser les institutions provinciales. Comme société civile, chacun a joué rôle yake convenablement na kila mtu a respecter les tâches de l'un à l'autre, mais aussi kwenda muprosi ya kujua kwamba ce qui est très important ni kuéchanger pamoja na trouver des questions capitales ikajia kuangalia province na uendelee. Na kwingineko ni kwamba wazazi wameombwa kulipa ada za shule sawasawa na makubaliano walioyafanya na makasisi. Hivyo ni baada ya sintofahamu ambayo inashuhudiwa na kutokana na mporomoko wa bei ya dola. Bwana Makwaza Alimasi Etienne ni mwakilishi wa kamati ya wazazi kwenye shule za Kikatoliki tarafani Uvira, Mwenga, Fizi na mji wa Baraka. Ametoa wito wa kuheshimu makubaliano yaliyofanywa baina ya wazazi na viongozi wa shule ili kusaidia elimu bora kwa watoto wetu. Siku hizi nimepata kibarua kutoka territoire ya Uvira. Nao vile wanalalamika hasa kwa ngambo ya wazazi. Tunaona wakati wamefanya kivikao pamoja na wazazi na wakuu wa masomo, yani wale makasisi, wamekuwa wamepatana sivalere ya dolar. Lakini hapa dolar ambazo zimeshuka bei, pamekuja na utata. Wamesema kama ni $10 unapaswa kutupatia 30,000. Watu wanajua kama ni dolar avec taux de jour. Hivi leo Uvira dolar 10 ni 22,000. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa kutoa ile 22 thamani ya $10. Na hiyo utata pia sio Uvira tu, hata huku kwetu Fizi
Kuna baadhi ya maekoli fulani nayo ni hivyo tatizo moja. Wazazi wapate kuelewa pamoja na wale makasisi wanapaswa kuelewa kama sio sisi wenye kupendelea, ni government ndio imeamua hivyo. Na kama government imeamua dala zishuke, waende na ule mtindo wa kisasa. Kama ni $10 ambayo tulikuwa tumekubaliana avec taux de jour, kama ni 20, kama ni 22, wakubali ile $10 kwa thamani ya 22,000. Kwetu sisi kama vile wazazi, kofia yetu ambayo inatufanya hivyo ni ile PV ya kikao. Kama sisi tumekubaliana kwenye makongomani, tunapaswa kulipa kama vile makongomani. Lakini tatizo ni kwa wale ambao tumekubaliana kwenye dala, na dala leo imeshuka. Ni lazima tutoe thamani ya dala ambapo kwa taux de jour iko kwa leo. Makasisi wajitulize, kwa sababu hiyo swala si lao, ni government mzima ndio imeamua vile. Na nipo hakika kama wazazi, ingalikuwa eti dala zimepanda kwa kufikia dala 10 kwa 45, wazazi wangalishutishwa, wangalipandisha tu. Nao kwa kweli kwa kuona ni kitu ambacho wamekusha kupatana kwa dala 10, wangalipanda kutoa hiyo 45 kwa dala 10. Lakini kwa kuona dala zimeshuka, headmaster wako wanalalamika. Lakini ingalikuwa ipe mpanda hapo wangalilalamika. Na wazazi wangalipashwa kutosha, kwa sababu ni kitu ambao wameshakubaliana. Wazazi wajikazi kutoa kulingana gisi wamekubaliana kwenye shule. Wale ambao wamekubaliana kwenye dala walipe thamani ya dala kwa mtindo wa leo, na wale wamekubaliana kutoa pesa kwa makongomani watoe ile kiwango ambao wamekubaliana. Na yule kasisi ambao ataenda kinyume hapo, tutafikisha nao kwenye vyombo vya sheria. Sheria iko pale kuwazi. Na tumalizie na habari za kiraifa ambako wajumbe kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda walikutana huko Washington DC, USA mnamo Oktoba 21 na 22 kwa mkutano wa 3 wa uratibu wa pamoja wa usalama. Kwa hivyo walichukua hatua zaidi kuelekea utekelezaji wa makubaliano ya amani inayojulikana kama mkataba wa Washington uliosainiwa chini ya usimamizi wa Marekani kati ya nchi hizo mbili. Wakati wa mikutano hii ambayo pia ilihudhuriwa na wawakilishi wa Marekani, wa nchi ya Qatar na tume ya Jumuiya ya Afrika, wanachama wa GSCM walithibitisha kujitolea kwao kwa agizo la operation OPOR ambayo hutumika kama mpango wa utekelezaji ili kuendeleza operation CONOPS uliojadiliwa katika vikao vilivyopita na kukamilika katika mkutano wa kamati ya uangalizi wa pamoja JOG na Oktoba 1. Washiriki walikagua maendeleo tangu kamati ya uratibu wa pamoja Septemba 17 na 18 na kamati ya operation ya pamoja ya Oktoba 1, ikiwa ni pamoja na juhudi zilizotolewa kwa awamu ya kwanza kwa OPOR ambayo ililenga uandaaji kupitia uchambuzi wa vitisho na kubadilishana habari. Kwa msingi huu, pande husika ziliratibu hatua maalum za kuandaa mikakati ya kuwakabili FDLR na kuondoa hatua za kujihami za Rwanda, inabainisha mazungumzo ya mwisho yaliyotolewa Jumatano Oktoba 22 na idara ya Marekani. Kulingana na hatua hiyo, wanachama wa GSCM walipanga kufuatilia maendeleo na kushughulikia changamoto, na walithibitisha kwamba mkutano wa 4 utafanyika Novemba 19 na 20. Serikali ya DRC na Rwanda zilitoa shukrani zao kwa Marekani, Qatar na Jumuiya ya Afrika kwa msaada wao unaoendelea kuwezesha mchakato wa amani. Washiriki wote wamejitolea kukuza amani na utulivu wa kudumu mashariki mwa DRC na katika ukanda wa maziwa makuu, inasisitiza tangazo kwa waandishi wa habari ya idara ya Marekani. Kabla ya mkutano huu, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilitoa wito kwa vikosi vyote vya jeshi la FDLR kuweka silaha chini na kujisalimisha kwa mamlaka ya Kongo wa MONUSCO kwa lengo la kurudi katika nchi yao ya asili ambayo ni Rwanda. Katika taarifa kwa waandishi wa habari iliyosainiwa na msemaji wa FARDC Meja Jenerali Sylvain Kenge, FARDC inawakumbusha askari wake wote marufuku kushirikiana kwa njia moja au nyingine na FDLR. Ukiukwaji wowote wa agizo hili utapelekea adhabu kali. Kufuatia kuanguka kwa Goma na Bukavu na baada ya kushindwa kwa mchakato wa Luanda, makubaliano ya Washington na mchakato wa Doha ndio sehemu mbili zinazosaidia mipango kuu ya kidiplomasia inayolenga kukomesha mizozo inayoendelea mashariki mwa DRC, haswa wenye kuhusisha vikundi vya Rwanda kama vile M23. Baada ya kusainiwa kwa makubaliano ya Washington kati ya DRC na Rwanda chini ya usimamizi wa Marekani, majadiliano yanaendelea huko Doha kwa kusudi la kukamilisha makubaliano ya Washington kwa kushughulikia vipimo vya ndani vya mzozo, haswa urejesho wa mamlaka ya serikali katika eneo lote na kujumuisha tena kwa vikundi vyenye silaha. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa yetu habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Ninakushukuru wewe ambao unaendelea kutegea sikio kila mara. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.